nataka tukapate kusikia neno la Mungu ambalo linaweza kutusaidia siku zote za maisha yetu. Unajua hili neno la Mungu ndio kila mtu anahitaji kwa maisha. Lakini cha kunishangaza ya kwamba ati sasa kuna watu walikataa hili neno, wakaona ya kwamba kuna masomo yanaweza kuwasaidia. Wengine wakafikiri ya kwamba pesa zao zinaweza kuwasaidia. Wengine wakafikiri ya kwamba vyeo vyao vinaweza kuwasaidia. Lakini wakati wametegemea hizi vitu, wamekuja wakapata kwamba ni ujinga na ni upumbavu, kama vile Paulo alisema ya kwamba vitu vyote nilivyovitenda kabla sijampokea Kristo vilikuwa ni upumbavu. Na nataka tukazungumuza habari za kwenda mbingu, watu wakaelewe uzuri wa Injili, watu wakajua ukweli, wakatembea katika njia za haki na utakatifu, ili mwisho yake yote tukaingia katika uzima wa milele. Kuna kijana mmoja alikuwa mtu wa kanisa, akamwendea Yesu, akamuuliza ya kwamba, mwalimu mwema, niambie nafaa kufanya nini ndio nikaingie katika uzima wa milele? Yesu akamwangalia akamwambia, umekuja na swali mzuri. Lakini Yesu akamjibu akamwambia kwamba, si unajua sheria? Akasema, nazijua tangu utotoni mwangu. Ninajua wizi ni mbaya, sijakuwa nikiiba. Kuua ni mbaya, usherati ni mbaya, kutamani ni mbaya. Akaambia Yesu ya kwamba hizi sheria zote nimezijua na mimi nimekuwa mwangalifu nikazitimiza. Sasa kama ni mambo ya sheria, hapo nimepita. Yesu akamgeukia akamwambia, kijana, umejibu vizuri. Akamwangalia vizuri kwa macho yake, akamwambia, kijana, sikia basi, kama kutamani umeshinda, wizi umeshinda, mauaji umeshinda, umetimiza hizi sheria zote, umekuwa mtu wa kanisa, umefanya vizuri. Yesu akamsifu. Lakini akageukia huyo kijana na akamwambia, sikia vizuri, kuna jambo moja ambalo limebakia, ambalo nastahili kulifanya ukaingia mbinguni. Hapo ndio nafaa usikie mzuri. Mtu wa kanisa, mtu ambaye ameokoka, lakini kuna dhambi moja imemlemea. Hiyo ndio kitu nafaa kushughulikia siku ya leo. Unaweza kuwa wewe ni mwimbaji, umeimba, umejulikana kwa radio station zote dunia mzima, watu wa TV station wanakujua, watu wa mataifa yote wanakuelewa ya kwamba wewe ni mwimbaji shupavu. Lakini kuna dhambi fulani inaweza kuwa ndani yako ambayo unafaa kubadilisha. Kando na kuimbia watu, unaweza kuwa unaimbia watu, lakini wakati mumeenda kuimba na mabibi za watu, umeenda kuimba na wasichana, unageuza tena unafyeka hao, na huko unaendelea na injili. Sasa unaweza kuwa unaimba mzuri, lakini pepo la ushirati bado liko ndani yako, ambayo unastahili kushughulikia ukaweze kumalizana nayo, alafu ukaingia mbinguni. Kwa uimbaji unafanya mzuri, kama ni kwa sadaka unafanya mzuri, lakini unaweza kuwa pale, lakini unapata ya kwamba kuna wakati fulani hata unaingia kanisani na sigara. Ukifika kwa mlango ya kanisa unazima, unaweka ndani ya socks, unaweka kwa mfuko fulani unaficha. Unaenda unaimba, unaomba, unafanya kila kazi ya Mungu. Ukitoka pale, unatoka hapo, alafu unaenda unahakisha sigara yako ukivuta ukienda kwa nyumba. Lakini umetoka kanisani, watu wamejua kwamba umesikia neno. Lakini kwa sababu ya pepo ya sigara imekushinda, ambayo unastahili ukashughulikie, alafu kaingia mbinguni. Kila mtu ambaye ameokoka kuna jambo, awe ni pastor kuna kitu anafaa kufanya, awe ni nabii kuna kitu anafaa kufanya, awe ni mimi mwenye nahubiri hapa, kuna jambo ambalo ninastahili kushughulikia kwa maisha yangu yakamilike, Yesu anapokuja nipate nikiwa sawa. Na sasa wewe unasikia kwamba Yeremia akaitwa na akaambiwa na Mungu ya kwamba siku ya leo nimekutaua utakuwa nabii. Yeremia akaanza kusema mimi ni mtoto na hakukuwa na mke. Wale wajinga ambao mlipumbazwa mkaambia kwamba mtu anayehubiri injili lazima akuwe na mke. Kama hana mke, mapasta wanakaa chini wanampangia, wanamtafutia msichana wanampatia.
Huo ndio ujinga. Injili haihubiriwi na mke. Hakuna kitu kukua mke ama bwana kitaongeza kwa injili. Mambo ya kukua CEO ama kukua OCS ama kukua mwanajeshi haiwezi ongeza kitu kwa injili. Unahitaji neema, unahitaji upako, unahitaji neno likaingie ndani yako likakusaidie. Kijana akajibu akasema kwa sawa, lakini alipoambiwa ashughulikie pepo gani, akaambiwa sasa kile kimesalia, enda ukauze mali yako ukagawie masikini, alafu kuja unifuate. Kijana akakasirika sana, kwa sababu alikuwa mtu akupenda mali. Kama siku ya leo mtu anaweza kuwa pastor, mtu anaweza kuwa evangelist, anaweza kuwa apostle, lakini ukiguza shamba yake, ukiguza duka lake, atakwambia naweza kuweka Yesu chini na tumalizane. Hujaisikia mtu akikwambia hivyo? Mtu anakuambia leo ilikuwa siku ya Sabato, umeponea. Sasa siku ya Sabato tusiibe, siku ya Sabato tusifanye usherati, ikifika siku ya Sunday tuendelee na tabia zetu za kawaida. Lakini siku moja ya Sunday na siku ya Sabato na siku ya Friday ambayo inaonekana ya kwamba ni siku ya kuabudu, watu wakaamua kukaa kwa dhambi, watu wakategemea mawazo kama hayo. Lakini nataka nikwambia kwamba haijalishi kama unaomba, haijalishi ya kwamba umeokoka, kila ambacho kinajalisha ya kwamba ukaondoke katika dhambi kabisa. Huyu kijana alikuwa ni mtu amejitoa kwa Mungu, lakini pepo la kupenda pesa lilikuwa ndani yake. Utapata mtu ameokoka lakini akona pepo la wizi ndani yake, na hata cha kushangaza anaiba ndani ya kanisa. Amewekwa pale kuwa treasurer, akienda kuhesabu zaka anachukua pesa fulani anaweka kwa mfuko, na ni mtu ameokoka. Mara ngapi tumesikia kwamba pesa ndani ya kanisa zimeibiwa? Wachana hizi pesa ambazo zinaibiwa ndani ya serikali, hata ndani ya makanisa tumesikia watu wakisema pesa zimeibiwa, mali zimeibiwa. Watu walioiba ni watu waliookoka. Wapendwa tuliookoka, kama tutakaa chini na kuanza kujifariji na kuona wakati Yesu aliingia ndani ya maisha yetu, basi mambo yote ilikwisha. Wakati Yesu ameingia kwa maisha yako, kuna vitu unaanza kushughulikia. Kama ni roho ya ukabila, unaanza kutoka ndani. Kama ni tamaduni za kwenye za makumbusho za kukumbuka watu waliokufa, mnatairiwa mchana na ujinga, mnafanya tamaduni za kiujinga, ati mnakuja kucheza uchi mahali na mavazi yenu ya kitamaduni, unatoka ndani. Kama ulikuwa ni mtu ambaye tamaduni ya kwako inakwambia lazima ukate masikio, lazima ujikate mwili ndio ukue sawa, lazima utembee na shuka, toka ndani ya ujinga wa tamaduni ya kutembea na mashuka. Wewe tafuta loni uvae. Hiyo ndio vitu tunafaa kushughulikia. Kuna watu wameokoka lakini hawawezi kutoka ndani ya tamaduni. Wanakuambia kwamba mwacha mila ni mtumwa. Mtu ameokoka lakini bado hakuna ujaluo ndani. Mtu ameokoka lakini bado uluya uko ndani, bado ukisi uko ndani, haujapata Yesu. Utatoka ndani ya ukabila, toka ndani ya dini bwana. Ukimpokea Yesu hautakuwa mtu wa kutembea tu na uko tu na hasira, kila kitu kidogo umechukua mawe, kila kitu kidogo umeinuka na panga na unasema umeokoka. Lazima utoke ndani ya ujinga. Huyu kijana akaambiwa atatoka ndani ya kuabudu pesa, akakasirika na katoroka. Watu wengi hawataki waambiwe dhambi zao. Ukiwaambia wanahamia makanisa mengine. Mapasta wengine wanawakubali, wanawaambia Mungu amekutuma hapa usimame na huduma, wanataka pesa. Sisi huwezi kuhamia kwa kanisa yetu, lazima tujue umetoka wapi na nini kimekufanya utoke pale. Hatukaribishi kila mtu ovyo ovyo. Pale sio mahali kama chota ingia tu na kukaa. Umetoka huko umeiba bibi ya mtu, umekuja kujificha kwa hii kanisa. Tafuteni makanisa ya kishetani, utajificha ndani. Hapo ukikuja kwa kanisa tutakukagua, tutakuchunguza hata kuliko TDCRC. Sisi tunakuchunguza hata kuliko DCI. Na hapo ndio umeona watu wengi wametoroka. Watu wengi hawataki. Mtu ameiba mahali, amekuja kujificha kwa hii kanisa. Nani ajui hizi tabia?
Mtu alikuwa mahali kwa kanisa fulani, akatenda dhambi pale, akatorokea kanisa lingine likamkubali, wakaanza kumtolea unabii. Hatima Mungu anasema hata kama walikufukuza anaenda kukuinua. Mtu alikuwa alifukuzwa kwa sababu alichukua bibi ya mshirika pale na akahamia kanisa lingine. Wewe ni nani uanze kumtabiria anaenda kuinuka? Wewe ni nani? Kama ni msichana ametoa mimba kila mahali, kila mwaka anatoa mimba, kanisa imempatia onyo, amekataa, imefika mahali kanisa imemfukuza, anaingia kanisa lingine, wanaanza kumfariji. Naona Mungu ananionyesha mahali ulitoka, watu wanakupiga vita, lakini Mungu anasema mambo yako itakuwa sawa, anaenda kukubariki. Wewe usijali. Mungu anabariki mtu ambaye anatoa watoto akitupa kwa choo. Wapendwa, lazima tuache ukora bwana. Lazima tuache ukaidi ndani ya makanisa. Mtu amehamishwa, alikuwa ndani ya kanisa anakuja na mavazi uchi. Kanisa likamwambia kama haya ndio mavazi ambayo unafaa kuvaa, ukikuja hapa toka ndani ya haya mavazi. Amekatalia mavazi yale. Anakuja kanisani na pajama na stocking. Wakamuonya pasta, wakamuonya, wamemtumia mama wa kanisa, wamemuonya, wamemtumia vijana, wamemuonya, amekataa. Imefika mahali kanisa iweze kukubali, wewe kanisa liweze kuitanishwa kama madunguro. Hautafanya kanisa la Mungu lionekane kuwa ni Koinange, lionekane kuwa ni hapa pipeline. Ikifika jioni watu wanajipanga wakiitisha ngoma. Utafukuzwa kama ni kanisa ya ukweli. Hamia kwa wengine ya shetani wa kufariji. Watu wangapi ambao wamekemewa dhambi wakafukuzwa ndani ya majengo, lakini majengo mengine yakakubali, yakawatabiria uongo ya kwamba watafaulu. Huo ni ukora bwana. Mtu kila mwaka anaoa, kila mwaka anaoa, kila mwaka anaoa. Wakiambia wachana hiyo tabia hataki. Anataka baki pale aitwe mzee wa kanisa. Mtu ambaye kila mwaka unaoa, utaongoza nani? Utaongoza vijana gani? Utawaambukiza pepo la uzinzi. Utafukuzwa. Tafuta mahali lingine kama utaki kubadilika. Yohana Mbatizaji watu wakamkujia na ujinga wabatize, akawafukuza na akawatupa nje. Akawaambia ujinga pelekeni mahali lingine. Hakuwabatiza. Mtu amekuwa single mother, hataki kuoleka, anakaa katika uzinzi. Huo ndio unamulisha, unamulipia nyumba, anakula. Kwa hiyo amejidunga madawa za family planning, amejidunga huko mishindano za family planning, amemeza tembe, hataki kushika mimba, na kanisani hapa amefeka, hata ameibia watu wazee. Akiambiwa ni mbaya anasema hii sio kanisa, nitatoroka niende kanisa lingine. Wewe toroka uende kwa Freemason. Lakini mimi nimekuambia ukikuja mahali na abudu, sisi tunakuchunguza kuliko hata DCI. Kwa sababu watu wanafikiri kwamba DCI ndio wanachunguza. Wewe usifikiri mambo ya Mungu ni mchezo. Hapa utachunguzwa, tunataka kujua mahali ulitoka, nini kilifanya. Sio kukuja na kuanza kupiga makofi, tumepata mshirika, tunataka pesa. Nipate pesa hapa alafu niingie kuzimu. Hapa utakaguliwa mpaka tujue sababu gani. Na kama utaki kusema, tutaingia kwa maombi. Roho Mtakatifu atafichua siri zako zote na utashangaa. Utaanza kusema kwani hawa ndio majini wenyewe. Kama watu wa Freemason wanaona vitu kwa katika giza, wewe unafikiri yeye hawezi kutuonyesha mambo yako hata ukikataa kutuambia? Watu wangapi ambao wanafanya ushirati na wamejificha na hawataki kujulikana, lakini Roho wa Mungu ananenea watumishi wake na anaweka wazi, anawafichua. Wanabaki pale na wasiwasi wakishangaa. Wapendwa, kila mtu atakuwa pasta. Mapasta walichukua kanisa likawa lao. Sasa utaona mapasta wanapiga picha na mabibi zao na mabwana zao wakiwa wamewakalia, wakiwa wamewashika matiti, wakiweka pale mabana, wakikwambia kuja tuombe. Tutoke katika makanisa za usherati. Wakiwaambia kwamba ni dhambi, hawataki. Unafikiri picha yako linaleta mtu wa kanisa? Unafikiri ukienda mahali utengeneza bana mzuri, utuambie tunaombanga saa ngapi, utuambie kwamba tunasaidia wajane, tutakuja. Watu hawakuji kwa sababu ya pesa. Watu wanakuja kubadilisha mioyo, wakawache dhambi zao.
Lakini mapasta wataka kuguza hapo mahali. Siku ya leo kila mtu ako busy bila kutengeneza bana mzuri, apige picha na bibi yake, wameshikana wamehagiana. Ametafuta wazee wa kanisa wako pale, unaonekana kwa bana. Hao ndio watu walianza kanisa. Pelekeni ujinga kwa mambo ya shetani. So kila mahali unakaribishwa kuja tuombe, kuja tuombe. Tutakuja kuombaje mahali usherati umeshatangazwa? Pastor mwenyewe ameshajitangaza wazi na bibi yake. Alafu hapo ndio tunataka tuhubirie vijana waache usherati. Pastor ameshika bibi yake live, amemshika kwa kifua, wameanika pale kwa bana, vijana wakishikana ndani ya kanisa, vijana msishikane, na vijana wanaona pale bana huyu mwizi ameshikana hapa. Tuhubirie watu waache pombe, sisi wenyewe tukunye muratina. Mapasta ambao mko na bana zenyu za ujinga, mwende mtoe pale, mweke pale neno la Mungu, ama muachane nayo. Watu hawakuja kwa sababu ya mapana, watu wanakuja kwa sababu wametumwa na Mungu. Yesu akasema ya kwamba hakuna yeyote anaweza kukuja kwangu kama hajatumwa na Baba. Na ukitaka kujua hata mtu ako na kanisa hapo jirani yake hajawahi ingia hata siku moja. Watu wanatoka Nakuru wanakuja hapo, watu wanatoka Naivasha, watu wanatoka Kitengela wanakuja hapo, na hata jirani yake hata hajaingia hapo ndani. Mapasta wakaanza kutafuta vitu ambavyo watafanya wavutie watu wakuje kwa makanisa. Sasa utaona mapasta wametafuta kila aina ya mbinu, mabana wameweka pale. Mapasta wengine wametafuta watu wa muziki wa kidunia, watu wa muziki ya reggae, watu wa muziki ya bongo, wakuje wapige keyboard, wakuje wacheze gitaa, watu wavutiwe na muziki wakuje. Pelekeni ujinga mahali nyingine. Wewe unafikiri muziki unaokoa mtu? Kama hajaamini atacheza atoke jasho, atacheza mpaka nguo ziraruke, hata zianguke kama Daudi vile watu wanasema. Lakini kama hajaamini mambo ya Yesu itakuwa ni bure. Na that's why unaona siku ya leo kwa makanisa watu wanacheza muziki wakisungusha viono, watu wanacheza muziki wakisungusha matako kama watu wa packaging ndani ya makanisa hapa, na ni vijana na mapasta wako pale wanasema ni wakati wa mayuti, wacha wacheze ili wasicheze kwa baa. Sasa kwa baa wanacheza wakizungusha viuno, hapa kwa madhabahu pia tunacheza tukizungusha viuno. Wao wanaona hiyo ukora hiyo. Hizi ni tabia ambazo tumeziona, watu wamedumu ndani, watu wamekatalia kwa hizi tabia na hawataki kusikia wakielezwa. Kuokoka kumjua Yesu haimaanishi kwamba unaingia mbinguni. Paulo akasema ya kwamba na kila siku kila mtu akashughulikia wokovu wake kwa uoga na kutetemeka. Hadi wakati tumeshaokoka sasa tunaanza kushughulikia wokovu. Tunaanza kutoka ndani ya miguka, tunaanza kutoka ndani ya ulevi, tunaanza kutoka ndani ya wizi, tunawachana na magendo, tunawachana na ukabila, tunawachana na chuki, tunawachana na hasira, tunawachana na mambo ya kuchinja watu kwa sababu ya kura za kidini. Huo ndio wokovu. Lakini kama utaambia kwamba ukishasema Yesu ni Bwana utaingia mbinguni, haiwezekani. Kuna vitu Yesu amekuokoa uanze kutoka ndani. Umekuwa mtu hauoleki. Unaoleka mahali unakaa pale miaka 5 unazaa, unawacha watoto, unatoka kwa hiyo ndoa, unakuja mahali unajikodishia nyumba. Tena unakaa kidogo, unashika na tamaa ya ndoa, tena unatafuta nyingine. Unaenda unaoleka, unakaa tena miaka mingine 3, tena unakuja unatoka. Hiyo ndio tabia. Yesu amekuokoa ukatoke ndani. Haujaokolewa ubaki tu ukisema Bwana Yesu asifiwe. Mimi naendaga kanisa, mimi ni kiongozi wa vijana, mimi ni senior pastor, mimi ni presiding pastor, mimi ni archbishop, mimi sijui ni senior nani. Hiyo vitu yote ni ukora bwana. Umeokolewa utoke kwa dhambi, sio ya kwamba umeokolewa ukaitwa archbishop na senior pastor. Sasa utaona siku ya leo watu wengine ndani ya makanisa kama ni watumishi wa Mungu, usipowaita mapasta wanaanza kukasirika. Usipomuita bishop anaanza kukasirika. Mimi hawezi kunishitua. Mimi nitakuita ndugu ama nikuite jina yako. Kama hutaki kuitika wachana nayo.
Wewe unafikiri utanitisha? Basi ona siku ya leo watu wanatembea wakisema sisi ndio the mightiest prophet. Hata akipita mahali nabii mkuu amesema, nabii mkuu, pelekeni ujinga huko na nabii mkuu. Hapa tuongelee mambo ya nabii mkuu. Hapa tunaongelea watu watubu. Anataka sifa nabii mkuu. Bishop sijui sina nani ndani ya makanisa, mpaka ndani ya makanisa siku hizi kuna mapresident, mafounder wa makanisa. President wa hii kanisa ni ukora hii. Hatuwezi kutoa dunia, kuchukua dunia na kuingiza ndani ya kanisa na kuanza kujiita ati ni mapresident wa hii kanisa. Ati kwa sababu wewe maybe ndio Mungu alikutumia akakuonyesha hiyo maono, sasa unaanza kujiita mimi ni president. Wengine unasikia wanasema mimi ni vision bearer, mimi ndio nilikuwa founder wa hii kanisa, hii makanisa yote yenye mnaona, mimi ndio founder. Pelekeni ufounder huko bwana, wewe toka kwa dhambi. Wacha kujifariji na ufounder na umedhambi imekulemea hapa. Ufounder huko hautakusaidia. Mapato wangapi siku hizo wanamezea hivi vyeo vya dunia? Pastor anamezea kukua senior. Pastor anamezea kukua governor. Pastor anamezea kuwa rais. Mapasta wanamezea wakuwe maseneta. Hiyo ndio roho Mungu ametuita tukuje tuambie wale ambao wanajifanya hata unajua mtumishi wa Mungu anaweza kuwa tu rais, sio mbaya. Hata Daudi pia alikuwa mfalme. Tofautisha mfalme na mtumishi aliyeitwa akawekewa mafuta akuwe nabii. Daudi alikuwa mfalme na alikuwa anaongozwa na manabii. Manabii ndio walikuwa wakitumika na Mungu kwenda kumwambia matakwa ya Mungu. Daudi hakwenda kukutana na manabii kuwaambia mambo ambayo anahitaji kufanya. Siku ya leo unasikia mapresident ndio wanaambia mapasta cha kufanya, ambao ni opposite ya kwamba mapasta na maprofet wanafaa kuambia mapresident waambie machifu mawasiesi ambacho wanastahili kufanya. Mambo yamebadilika siku ya leo. Na huo ndio ukweli. Lakini watu wakadumu katika giza, watu wakakwamia pale, hata watumishi wa Mungu. Lazima kwanza kanisa likuwe safi. Watu wametafuta vyeo ambao havifai, mama director ndani ya makanisa. Sasa mama director ni nini? Mama assembly ni nini? Majina ambayo kwa Biblia hakuna mambo ya senior pastor hakuna. Wewe mai kutana kwa Biblia wakisema kuna mama director, kuna senior pastor. Wewe mai sikia tu kuna bishop kwa Biblia. Wewe mai patana popu kwa Biblia. Lakini mlirogo na masomo yenu yote. Kwa sababu hamtaki kusikia, mnataka kusikia vitu ambavyo vitawafurahisha. Majina ambayo hayako kwa Biblia, hao ndio majina mnafuata mkajitungie. Badala kama wewe ni pastor kubali uitwe pastor, hata mtu akakuita ndugu. Kama wewe ni Geoffrey kuita Geoffrey hautaki. Archbishop Geoffrey ndio usikie mzuri. Watu waona kwamba uko na sifa. Hayo ndio matendo ambayo Yesu alikuja akaambia huyo kijana, unaweza kuwa unahubiri lakini roho ya tamaa ya vyeo vya dunia viko ndani yako. Mapato wangapi ambao wamekuja wakasema Mungu amewaambia watakuwa mapresident na hata siku moja hawajai kuwa president? Mapato wangapi ambao wametamani kuwa magavana wanapita hapa kila siku wakiwaambia sasa mwaka unaokuja mimi ndio nitakuwa governor, mimi ni mtumishi wa Mungu, nitaenda kuwashughulikia. Peleka ujinga mahali nyingine. Wewe kama umeona upasta haufai, wewe kama umeona ya kwamba ubishop haufai, unataka kuwa MCA, wachana nayo. Ambia Mungu hii kazi nipatia ni mavi, wacha niingie kwa kazi ya shetani nitumike pale. Watu hawataweza kukuja na kutuchanganya kwa kazi ya Mungu. Hiyo haiwezekani, na kuambia ukweli haiwezekani. Watu watatembea kwa njia za haki. Watu wataheshimu mambo ya Mungu. Mambo ya kuokoka ni sawa, lakini umeokoka kila siku shughulikia wokovu. Sasa utaona kijana aliokoka anafanya kazi ya Mungu mzuri.
lakini ananunua vilongi vya kumufiti, anapenda kusagi longi, ananunua vikofia akivaa vimefunika mpaka macho, vikofia vya majonta vya majambazi. Na hata anataka kukuja navyo kanisani, anakuja kanisani na vikofia vimefika hapa kwa macho weze kumuona, akifika pale anatoa ingizo kwa mfuko baada ya ibada na vikofia vya wezi. Mungu anakukujia utoke ndani ya vikofia vya wizi. Wewe kuja kwa Yesu. Hata kama unaongea kwa ndimi, hata kama unatabiri, kuna kitu unafaa kushughulikia kwa maisha. Usianze kujifariji ya kwamba niko sawa. Mimi kila siku ninajiweka katika Mungu na kila siku nashughulikia wokovu wangu. Hata ninapohubiri hapa kila wakati niko mbioni nikashughulike na wokovu, ili wakati tarumbeta atakapolia ikanipata ya kwamba niko tayari kwa hii kazi. Unapata msichana kwa ndani ya kanisa akona roho ya kutabiri, lakini mavazi hajui. Anavaa mavazi, akiingia kanisa anatafuta mkono vile atafunika mapaja yake, ataingia kanisani na vibaika, ataingia kanisani na visoki. Na huyu mtu anaimba kanisani. Ikifika wakati wa kuimba anaweza imba watu wacheze, watu washukuru, watu watoe ushuhuda nyimbo zilikuwa mzuri, lakini mavazi yake mgongo inaonekana. Akiinama hivi matiti kwa karibu kumwagika. Huyu ni mtu ako ndani ya kanisa anasema anamjua Yesu. Yesu anakukujia utoke ndani ya mavazi ya shetani, ukabadilishe. Hata kama unaimba, hata kama unatabiri, ukakuwa sawa na Yesu, ukaingia mbinguni. Kwa sababu watu walidanganywa. Watu wakafikiria kwamba ukishasema Bwana Yesu asifiwe, sasa wewe ni mbinguni direct. Hapana. Kila wakati, hata ukue nani, hata popu, maarchbishop wote, Mafarisayo na Masadukayo wako na dhambi ambao wanafaa kushughulikia kila dakika wakatoke ndani. Mapasta wangapi ambao wameenda nyumbani kushughulika mambo ya makumbusho? Mapasta wangapi ambao wameitwa kwa makumbusho afanye ibada? Lakini kwa sababu yako na pesa amelipwa, atakuja kwa ibada ya makumbusho. Mapasta hawa, pasta gani kamili anaweza kuja kwa ibada ya kukumbuka mtu aliyekufa akikuwa mwizi? Mtu alikufa, alipigwa risasi kwa sababu alikuwa mwizi. Wewe ni pasta gani ukuje mkumbuke na uanze kutuambia tumuombee hata kwa sala ya Mama Maria apone? Wewe ni nani wewe? Mapasta wamejiingiza kwa makumbusho. Mapasta wamejiingiza kuombea wanasiasa wakikuja kanisani wakati wa kura. Utaona hii mwaka inakuja sasa, watu watajazana pale, wataanza kuwatabiria na kuambia Mungu anasema utakuwa MCA, utakuwa gavana. Hawa ni wakora bwana. Ameshinda kuhubiria watu waache dhambi, anaanza kutafutana na MCA. Kumbe anajua wakati watakuja kanisani atamtolea unabii, ule mtu akapiga makofi, watu wakampigie kura, na hapa baadaye cheki imeandikwa imewachwa nyuma kwa sababu amemfanyia kazi, amempromote, amempigia kura, amekuwa agent wake. Na hata cha kushangaza, mapasta wengine ni maagenti wa vyama vya kura. Ikifika wakati wa kura, kama kesho ndio kupiga kura, wanakuja kwa nyumba yako jioni, wanaanza kukupatia 200 wakikwambia sasa wewe pigia hii chama itatupeleka mbinguni. Ni ukora. Pasta gani aliyokoka atakuwa katika chama atakuwa agent wa kura hapo? Kura zenyewe zinapigwa kuzimu kwanza. Hapa duniani hata upige ukatae kupiga, ule ambaye amechaguliwa na shetani imekwisha. Hapo nakuja kutuambia ati pasta ni agent wa chama ya kura. Hii kura imeua watu, imechinja watu, hajaambia kiongozi wa ile kura dhambi ambaye ametenda atubu, hajamwambia majini na mapepo na nguvu za Freemason na Illuminati ambazo anampatia kuwa kiongozi wachane nazo. Yeye kazi yake ni kuchukua pesa ajenge. Mapasta wengi wanaingia ndani ya tamaa, lakini hawataki kurekebishwa. Unaweza kuwa ni mtumishi, unafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini waagenti wako wa chama cha kura inataka utoka uachane nayo, ubaki kwa Yesu. Mapasta ngapi ambao wamefungua saluni? Kwa hizi saluni wameweka mafuta ya kubadilisha watu sura. Kwa hizi saluni zao wametafuta shindano za kudunga watu wajaze nyuma na mbele. Mapasta ngapi?
wanasema ni biashara. Hii biashara ndio inafanya kazi siku ya leo. Mtu ni pastor lakini anaenda kufungua chemistry. Na hapa anaambia watu Yesu anaweza yote. Unafungua chemistry ya nini kama wewe ni pastor? Uko na shida ya akili wewe. Waachia watu wa dunia wafungue biashara zingine kama umeokoka. Ukishaokoka unamjua Yesu na nguvu zake. Alisema amekupatia nguvu na uwezo juu ya mamlaka na magonjwa na mapepo. Unafungua chemistry ya nini wewe ni pastor? Hii ni kuambia watu ya kwamba Yesu hawezi, madawa zako ndio zinaweza. Kama wewe hiyo kazi unaona sio sawa, achana nayo. Mapasta wamefungua biashara za hospitali. Anakuja kukuhubiria, alafu anaanza kukuambia mahali hospitali yake iko, anakuambia hapa kuna dawa. Wengine wametembea na magari, wanakuambia kwamba tutakuchanja, wengine wanakuambia kwamba tutakupatia hizi dawa. Wewe umeitwa kuchanja watu mioyo ama kuchanja watu wapokee dawa za dunia hii? Wewe ni pasta gani fake wewe? Wewe ndio unatembea kwa nyumba za watu jioni, mchanjwe. Ani kazi ya Yesu ni nini? Yesu naye mhubiri kazi yake ni gani? Kama hujui Yesu wachana naye. Wewe jiunga na Freemason pake pale wakumalize, watoto wako wamalizwe, baba yako na watu wa kwenyu ambao hawana Yesu akulwe. Basta nakuombea alafu anakuambia nimekuombea, enda kwa daktari atakuponya. Wewe sio pastor, peleka ujinga mahali nyingine. Haujui kama hujaitwa, umesomea teolojia, watu wamekuandika kazi wakakufungulia branch pale, wewe ni mwizi. Wewe ni mkoro, unafaa kushikwa na mbingu. Kwa sababu maaskari hawajajua hii mambo, hawajafunuliwa, watakuacha. Serikali za dunia hazijaelewa hii mambo ya roho, itakuacha. Lakini mimi nakwambia unafaa kushikwa kiroho na utandazwe, na hiyo nyumba yako ifungwe, kwa sababu ni uchawi, sio jengo la Mungu. Hayo ndio matendo ambayo unafaa kuyachua. Because niko na uchungu wakati naona mapasta wamepewa kazi na Mungu ya kufungua makanisa, wanaanza kufungua shule wakiweka cyber ndani. Kwa zile cyber watu wanakuja kuona pornographic, wanasema hizi cyber zitatusaidia kulipa kanisa, zitatusaidia kulipa nyumba ya Mungu. Kama watu ambao wanahubiria hawako tayari kukuwa waaminifu kwa Mungu, wanataka ufungue biashara ya cyber, watu wakuje pale ndio ulipe kanisa. Wachana hiyo kazi, haujaitwa na Mungu. Wachana. Sasa utaona kanisa liko na shamba, lakini ile shamba sehemu kubwa kuna shule, sehemu kubwa kuna hospitali, sehemu kubwa wamefunga sugura. Yesu hajatuma watumishi wa Mungu tuende tufunge sugura na kupanda sukuma. Alituambia mwendeni dunia mzima mkahubiria watu watoki. Ile jengo ya kanisa inafaa kukuwa na marumu, watu ambao tukipata kama ni machokoraki, watu ambao ni wezi, watu ambao hawana wazazi, tunawaleta pale, tunawahubiria Injili, wanaokoka, wanatoka nje na kuhubiri habari za Yesu. Sio kufunga sugura pale, sio kuku, sio kufungua university na college pale. Hiyo ni ukora bwana. Hayo ndio matendo ambayo mapasta watoke ndani. Mapasta wajua ya kwamba wakati Mungu amekupatia sehemu, hiyo ni sehemu ya kazi ya Injili. Ukitaka college ndio fungue mahali nyingine, toka hapo mahali. Hamtageuza nyumba ya Mungu muingize shule ndani na makanisa na mahospitali ndani na masaiba. Wachawi wanakuja pale wanafanya uchawi yao pale. Mubaki mkiwa na title ya kwamba sisi tuko na kanisa, ubaki na title ya kwamba sisi tuko na shule, sisi tuko na hospitali. Ukigonjeka kuja kwa hospitali yetu. Wewe kama unataka biashara hospitali, wewe fungua tu. Wacha kutumia pesa ya kanisa kujificha ndani. Kanisa ikufungulia hospitali, peleka ukora kwenyu na kwa shetani. Wacha niwaambie leo, siku ya leo mjue mahali ambapo unaabudu, jiangalie. Kama hapo mahali kuna hospitali, hapo mahali kuna shule, hapo mahali kuna miradi, wamekataa kujenga nyumba za mayatima, wamekataa kujenga nyumba za wajane, wamekataa kutafutia masikini makao, wametafuta shule wameweka pale wapate pesa, wakule wafurahi. Toka hapo ndani, ni uchawi unaendelea pale. Usiangalie ukubwa wa lile jengo, usiangalie miaka ambayo ilianza, usiangalie mhubiri mkubwa pale. Wewe toka pale, ni uchawi unaendelea.
Mtu pasta mzima unaanza kufuga kuku kwa kanisa. Pasta mzima unafungua chemistry pale, unaanza kuuzia watu pia na kondom pale. Wewe kama sio pasta, wachana hiyo kazi. Pasta mzima wewe ndio uko na biashara ya kuuzia watu kondom, waende wafanye usherati. Ndivyo unakuja unatuambia bora ni kazi, bora ni kuni. Kazi sio kazi. Mtu aliyewadanganya kwamba kazi ni kazi aliwadanganya. Kazi Mungu alituambia mfanye kazi yote kwa utukufu wa jina lake. Hii mambo ya kujipanga hapa ya laini usiku hapa kwa vikorido na visuruali, ukikula kwa hiyo kazi ukisema ya kwamba ni kazi, umedanganywa. Ukienda kutoa fungu la 10 Sunday kwa usherati, wewe tafuta wajinga uende utoe pale fungu la 10. Kazi sio kazi. Uweze baonsawa ba mtu akisha leo unamwibia, mnapiga mtu, mnamuua, mnaenda mnamtupa mahali. Watu wananiambia mimi ni baonsawa ba. Wachana hiyo ukora bwana, hiyo sio kazi. Kazi ambayo tulipewa na Mungu ya kwamba watu waende dunia mzima, wale waliompokea wahubirie watu watubu, na ukishatubu pia uingie kwa hiyo kazi ya kuendeleza hiyo kazi ya kuhubiri. Unafikiri tuliitwa hapa kutembea na kufungua supermarket? Unafikiri kwamba Mungu aliniita niende nifungue manyumba, niweke pale pamba nianze kuuzia watu? Mungu aliniita kwamba nihubirie watu watoke kwa dhambi, na chochote ambacho ninafanya inafaa kuwa ni injili. Watu wamkujie kwa Yesu. Mapasta kutoka katika ukora, kanisa lisafishwe. Kama tunahitaji biashara zetu, tuache kutumia kanisa na kujificha ndani na kwa washirika, na hapa tunahitaji biashara zetu. Tuwaambie kwamba tunahitaji biashara hii, watufungulie. Sio kwanza kusema hii biashara itasaidia watoto wetu hapa, hii biashara itasimama na jengo, hii biashara kama kutakuwa na mtu ako na shida tutatumia pesa hapa. Yaani wewe ni mtu ambaye uko na imani ama una imani? Mungu alisema ya kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Hawaishi kwa sababu ya vyama, hawaishi kwa sababu ya pesa zao kwa kaunti, hawaishi kwa sababu wao ni madaktari, wao ni waganga, wao ni wachawi. Wataishi kwa imani. Watu walipotosha mambo ya injili kabisa. Watu waligeuka wakaingia kwa vitu vingine ambavyo havistahili, wakawachana mito zao. Hapo ndio Yesu amesema ya kwamba turudi, hata kama tunahubiria watu, hata kama tunaombea watu, hata kama tunakesha, turudi katika njia. Tusianze kujifarija kwamba tulishaokoka, tunamjua Mungu, sasa mambo yetu iko shwari. Hapana. Mtu aliyeokoka alipewa kazi moja ya kuenda dunia mzima atangazie watu aliyemuokoa, akiwaambia huyu mtu anahitaji tuishi hivi. So pastor alikataa hiyo. Yeye anataka kwenda Amerika kufungua kanisa, anataka kutembea akifungua mabranch, na hata hajafundisha watu waache dhambi kwa kanisa yake. Wachawi wako ndani, watu wamefuga majini wako pale ndani kwa kanisa yake, wezi wako ndani, washirati wako ndani, hawaulizi. That's why tunaona ndani ya makanisa siku ya leo unapata kwamba mapasta wengi hawaulizi mtu kama ameoa ama hajaoleka, hawaulizi mtu kama anaishi na bibi yake, wanamuuliza kama ametoa sadaka. That's why utapata mtu amekuja kanisani ameshiriki, anaonekana kuwa ni kijana lakini bibi yake akaushago. Hajawahi onekana ndani ya kanisa. Pastor hawajawahi muuliza kama uko na bibi, lakini kila siku wanampigia simu, ulitoa fungu la 10, ulitoa sadaka. Pelekeni ujinga huko. Kama mjui injili mwachane nayo, mjiunge na vyama vya kishetani. Mapasta walidweli kwa sadaka, wakawachana majukumu ambayo wanastahili wakuwe nayo. Hao ndio matendo Mungu anataka tukarudi katika njia. Sio kuhubiri tu, sio kutabiri tu, sio kuombea watu tu, sio kufanya crusade tu, lakini vitu ambavyo vimetulemea kama wachungaji tukatoke ndani. Watu waliookoka tutoke ndani. Mtu aliyeokoka amefungua baa dunia mzima. Hata nakula kwa baa, anasema nasomesha mayatima kupitia kwa baa, nasaidia wajane kupitia kwa baa. Hiyo sio biashara. Ende ufunge hiyo. Hiyo ni biashara ya watu ambao hawajamjua Yesu. Kwa hiyo baa watu wananyang'anya mabibi. Kwa hiyo baa watoto wa shule wanaingiza kwa usherati. Kwa hiyo baa watu wanaibiwa, watu wanauawa. Alafu nakuja kusema Mungu amebariki kazi ya mikono yako.
Watu waliookoka hawezi fungua ba. Mtu aliyeokoka hutamuona akiuza kondom. Mtu aliyeokoka kama anauza mavazi, hautaona miniskirt kwa nguo zake, hautaona stocking za kuuzia watu nguo ambazo migongo haziko. Mtu aliyeokoka afanye biashara kama hiyo. Alafu nasema yeye ni bora nikule, bora ni kazi tu, bora nipate pesa, nikapate kuishi. Hata Mungu alisema na asiyefanya kazi asikule. Wewe unajua kazi gani Mungu alikuwa anasema? Wewe unafikiri ni kazi ya kuuza maembe? Wewe hujui kazi gani Mungu alikuwa anasema? Mungu alisema asiyefanya kazi asikule. Mtu aliyeokoka akapewa kazi, kama ni kuhubiri, kama ni unabii, kama ni kusimama na kanisa na akakataa, huyo mtu Mungu anasema anafaa kuondolewa. Hana faida. Mungu alikokoa kwa sababu gani? Uweze kuwa uliokolewa na unakana marastafara, unakana watu wa bebebes, na hauambia kwamba urastafara na bebebes ni mbaya. Uliokolewa kwa sababu gani? Lazima uokoke na waambie watu ambao wamekuzingira ya kwamba hii ni dhambi. Mtu ameokoka na kana wachawi. Msichana mzima akitembea anatembea na visichana vingine katikati, mapaja yao inaonekana. Ni mtu aliyeokoka. Utatembeaje watu kama hao? Unapeleka watu wapi? Ukishaokoka jua biashara za kufanya. Wachana biashara zingine, sio kila biashara ni mzuri. Kuna biashara za watu waliookoka na biashara za watu ambao hawajamjua Yesu. Ukiokoka na wachana nazo, unakuja kwa Yesu anakusaidia. Mtu anauza nguo na anauzia, anasema ya kwamba ameokoka, anauzia watu vilongi ambavyo vinakaa kama penseli. Anauzia watu nguo ambazo ziko na madirisha, ziko na mashimo. Mama akitembea unaona baika yake. Amenunua kwa mtu aliyeokoka. Wachana hiyo biashara. Mungu anatuambia tufanye mambo yote kwa utukufu wa jina lake. Kama watu wataki kununua, wachana nayo. Mtu mwenye ameokoka kuna biashara ya kinyozi, ananyoa watu, akiwawekea alama kwa vichwa, akiwachora sita, akiwawekea sijui nini kama mabaloteni. Mtu aliyeokoka kama umefungua kinyozi, mtu akikuja anyolewe vile inastahili kwa utukufu wa Mungu. Kama hataki, mwambie tafute kinyozi kingine, shetani aingie ndani. Mtu ambaye ameokoka ako na saluni, ametafuta mafuta ya kubadilisha rangi ameweka pale, ametafuta tembe za kubadilisha ngozi ameweka pale. Mtu aliyeokoka ako kwa biashara. Mtu aliyeokoka unaambia watu hii macho Mungu aliwapatia sio mzuri. Unatafutia vitu vya urembo, unatafutia penseli za kishetani wajipake kwa midomo, waonekane wako na kala za rainbow. Toka ndani ya biashara ya uchawi. Ukisema ya kwamba umeokoka, biashara ambayo unafanya inafaa kuonesha ya kwamba umeokoka. Sio kuuzia watu madawa za kulevya na bangi zenda ziwaharibu. Mtu nasema ya kwamba umeokoka, lakini biashara ambayo unafanya ni biashara ya ujinga. Wewe ndio unauzia watu longi ambazo zimekatakata, wakitembea mapaja yanaonekana. Hiyo ndio fashion ya kila mtu anahitaji. Toka ndani ya mavazi ya kishetani. Mtu aliyeokoka ndiye anafungua mahospitali kila kona, akipatia watoto wa shule dawa za kukataa kushika mimba. Watoto wa shule wanaenda pale kwa chemist yake, anawauzia dawa za kukataa kushika mimba, waendelee na ushirati. Mtu aliyeokoka kuna mahospitali, mtu akikuwa amepata mimba na hakuwa anataka, anamwambia kuja hapa utolewe, upangwe na uzazi. Watu waliokoka kama mjiji hasara za kufanya, muachane nazo. Ombeni Mungu awaoneshe kama ni kazi anataka mfanye ni kazi gani. Usiingie tu kwa kazi kwa sababu ya misisumuko ya dunia. Lazima ujue biashara unafungua. Heri hata uuze nduma kuliko ufungue mahali chemistry na ukaroge watu na madawa. Lakini kila mtu anataka biashara ambayo itamfanya julikane. Watumishi wa Mungu wameingia kwa biashara ambazo hazistahili. Wameingia pale wakaonekana kama watu wa dunia, wakamizwa.
Hao ndio matendo ya Mungu. Ametuambia tukuje tuwaambie mtoke ndani watu waliookoka. Vijana waliookoka wenye wanapiga keyboard na gitaa, mwache kuingia kanisani na vinyasa. Mnaingia kanisani na vinyasa, ukuja kupiga keyboard na gitaa. Mnaingia kanisani mmenyoa kama Diamond Platinum, mnafanana kama Snoop Dogg. Tupelekeni ujinga mahali nyingine. Unafikiri ndani ya kanisa ndio kuna wakora? Watu wamekuja ndani ya kanisa vile wamevaa ni hatari, lakini unasema ya kwamba wanamjua Yesu. Mimi nataka nikuambie, kila mtu aliyeokoka anastahili kushughulikia jambo kwa maisha yake, akatoke ndani ya dhambi, akajinyoroshe kama huyu kijana alivyoambiwa, na itakuwa ni sawa. Lakini kama utakwamia kwa dhambi, uone ya kwamba ni sawa, uendelee kuonekana kwamba wewe ni mchungaji, lakini kuna vitu ambavyo unafanya ambavyo havistahili kuonekana ya kwamba mtumishi wa Mungu anafaa kuifanya, basi itakuwa ni bure. Heri wachana wokovu. Kuna watu wameokoka, lakini mitindo za kushuka, mitindo za kuvaa, mitindo za kunyoa ni za dunia hii. Mtu anaingia na mitindo ile ndani ya kanisa, hataki kutoka ndani, akiambiwa hataki. Mtu amedai nywele, ni kijana ni mama, ameweka kale ya blue, ameweka green, ameweka yellow, amekuja ndani ya kanisa yeye mwimbaji. Ukimwambia hii mambo ya kudai nywele sio mzuri, hataki. Mtu amekuja kanisani akona vipuli kijana vya msalaba. Siku hizo napata vijana na vipuli vya msalaba kwa masikio, wakijidanganya ya kwamba wako upande wa Yesu, msalaba wa Yesu. Ni ukora, tafuteni wajinga mwadanganye. Wewe toka ndani ya vipuli bwana. Kama wewe ni kijana, mtu aliyeokoka, anakataa maisha ya dunia, anakaa maisha ya kimungu. So ni mambo mengi ambayo ningekwambia, lakini kwa sababu ya wewe ambaye uko hapa umesikia yale na umekuwa hapo ukiyasikia, yanakutosha ukaweze kujua ya kwamba kuna jambo. Kama huyu kijana alikuwa tajiri ambaye mali ilikuwa imemlemea, alitaka kuabudu mali. Wewe sio unaanza kutaka ukuwa umeoa, lakini kwanza ndio ufanye ngono, lazima kwanza utumie madawa za Viagra, lazima kwanza watch movie ya porno ndio ufanye ngono mzuri. Toka ndani. Ulitekwa nyara, uliambiwa kuna madawa hapa za kukusaidia, za kukuboost. Bibi azikutoroke. Watu wangapi ambao wameokoka lakini wako na madawa hapa za kuwasaidia kuwa boost? Huo ndio ujinga bwana. Dawa yetu ni Yesu. Kama mjui Yesu, mkuja mhubiriwe. Wakati mmesikia habari zake, mkubali, mtubu, mtembee katika njia zilizo sawa. Mapasta ule mtu aliwadanganya, mjitafutie watu wa kutembea nyuma yenu wakiwazingira wakisema ni mabodyguard, ni uoga. Kwa sababu najua yale ambayo mnayatenda ni mambo ya uongo ya kishetani. Hautatembea watu wanakufuatafuata nyuma, tunabii mkuu. Wameroga watu, umewadanganya wasijenge kanisa, wajenge mahema. Wewe mwenyewe unakaa kwa nyumba kubwa na hapo umeroga watu wajinga, wanasema Yesu anakuja, hakuna haja ya magorofa, waje tujenge tu mahema tuweke hapa. Pelekeni ujinga mahali nyingine. Sisi Mungu hata turuhusu tukae kama nyumba makubwa na nyumba yake ni makaratasi, ni mabati. Anatafuta unabii wa kudanganya watu. Hayo ndio matendo. Watu mahali ambapo Mungu anapojua panapaa pastahili pakuwe mahali pasifa, lakini mapasta wengine wanachukua tu mabati ovyo ovyo, vitu second hand wanakuja navyo kwa kanisa. Ukitaka kununua keyboard, unaenda kununua mahali watu ambao walikuwa wanatumia imekwisha, wanaleta hapo ndani. Kama ni mikiza, unaenda kutafuta ya walevi, wamecheza kwa bei imekwisha, wanauza kwa bei rahisi second hand. Ulete kanisani. Hawaamini kwamba Yesu anaweza kukupatia hizi vitu. Ukiona mwingine ako nazo, unaanza kusema ni Illuminati. Ani Illuminati ndio ako na nguvu ya kukua na magari na masipika makubwa na muziki. Kama Illuminati wako na magari, sisi tunafaa tukue na magari yetu zaidi ya hiyo. Lakini sio kwa sababu ya kuingia pale na tamaa. Wachungaji wangapi wamejiingiza kwa Freemason kwa sababu ya tamaa zao wenyewe na sifa zao. So kama uko hapa na umeokoka, enda ujichunguze. Ni kitu gani kimoja hiki kinaweza kukufanya ukose kuingia kwa mbingu kama ule kijana tajiri ambaye utajiri ndio ulimfanya akakosa mbingu. Yesu akasema kama ni macho inakuzuia usiingie mbinguni, enda utoe macho.
Usianze kuchukua kisu na kutoa macho. Kuna vitu alikuwa anakuambia kwamba kama kile kitu ambacho kama ni ulevi ndio unakuzuia, unaombea kwa kila crusade, unatubu kila crusade, basta niombee niwache bangi, basta niombee niwache sigara, niwache ulevi. Ukishaombea unarudi kwa ulevi. Na hapa kanisani bado unaendelea. Uko kanisani lakini ulevi wewe ni namba ya kwanza. Toka ndani, unakesha kwa mpira, unakesha kwa vilabu, lakini kesha kwa uwezi kuja. Hiyo ndio vitu Mungu ametutuma tukuja tukwambie utoke ndani, ujichunguze, ujiangalie na itakuwa ni sawa. Wacha tuamini. Yesu tumesema ni asante kwa hilo neno. Wale ambao wamelisikia walifanyie kazi na neno hilo likazae matunda kwa maisha yao. Kwako Yesu tumeomba na kuamini. Wameona habari